yangu sasa serikali inakwenda kukamilisha umeme kwenye vitongoji ikiwemo kitongoji cha Mlimba Mbwanda kule Mlimba. Asante. Mheshimiwa Daktari Kimei, unaipokea taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Kunambi. Sitaki kupunguza muda wangu, kwa kukubali hiyo, lakini nampongeza na yeye kwamba amepata umeme kwake na ataendelea kupata. Lakini niseme hivi Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba kazi imefanyika, na niseme kwenye jimbo langu mimi nilipopata ubunge mwaka 2020 tulikuwa na vitongoji 191 havina umeme. Leo hii nazungumza hapa vitongoji vimebakia 40 tu ndio havina umeme, na naamini hivyo vinaenda kukamilishwa siku za karibuni, kwa sababu kuna ule mradi wa vitongoji 15 ambavyo tayari tumeanza kuona tuna wakandarasi wanatekeleza kwenye vitongoji hivyo, vitongoji vya Umasaini na Kimala pale Lelini Kahe Magharibi, kata ya Kahe Magharibi, Karango A na B, Mwika Kusini, Kiriche, Kalimani na Kisimani kwenye kata ya Makuyuni, kwa Kipura, Mwika Kaskazini, Kiraracha kwenye kata ya Kirwavunjo Kusini, Msufini kule Kirwavunjo Mashariki na Redi Juu Kahe Mashariki. Kwa hiyo inatekelezwa. Kwa hiyo tunapunguza hata hilo ambavyo tumesema 40, na nashukuru sana kwamba serikali imetekeleza ahadi yake kama ilivyofanya, na kwamba hivi vingine vilibaki 40 navyo vitaenda kupata wakandarasi na fedha ili tuweze kuona kwamba wanavunjo wanajivunia nchi yao, wanajivunia taa kwenye maeneo yao na miradi yao ambayo wanatekeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba katika mambo yangu ya jumla kabla sijaenda mengine ya vunjo huko, niseme kwamba mimi naamini kwamba gridi imara sasa ndio jambo kubwa na ndio mradi ambao tunatakiwa tuutekeleze kwa nguvu zote. Nimeona bajeti yake ni ndogo. Mimi naamini kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati ataenda kupigania tupate fedha ya ziada ili gridi imara iweze sasa kutekelezea, kwa sababu tunaona umeme unakatika, lakini sio kwa sababu umeme ni mdogo, ni kwa sababu ya uimara mdogo wa usambazaji wa umeme ule. Kwa hiyo naona jambo la maana sana. Lakini lingine ambalo mimi nafikiri ni la muhimu ni ile project ya LNG. Watu wengi wamezungumzia kidogo jana, lakini ile project imekaa kwenye drawing board kwa muda mrefu na tumekuwa tunaambiwa inakamilika, lakini tunamuomba Mheshimiwa Waziri ajaribu kusukuma zaidi, kutoa msukumo zaidi kwenye utekelezaji wa huu mradi. Lakini nikirudi tena vunjo, sasa niseme hivi, vijiji na vitongoji kadhaa kama nilivyosema vimepata umeme, lakini kuna wananchi wanakaa mbali sana na kupita zile line za umeme. Kwa hiyo ule mradi wa umeme jazilizi ni mradi pia ambao unahitajika, kwa sababu kusema kweli watu wengi ambao wanaona umeme umepita lakini hawezi kuvuta kwa sababu uko mbali na ni gharama kubwa kuweka nguzo zile, inakuwa ni jambo gumu sana. Kwa hiyo naomba kwamba sasa serikali ione uwezekano wa kusukuma umeme jazilizi, mradi wa umeme jazilizi ili kupunguza gharama za wananchi kujiunganisha kwenye umeme huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Vunjo kuna wananchi 784 ambao wanadai fidia kwa vile walipisha maeneo yao kupitisha umeme wa kilovati 132 yenye umeme mkubwa kutoka Chungu kwenda kule Rombo, wilaya ya Rombo. Sasa wananchi hawa wengi wako kwenye kata yangu mojawapo. Kwa hiyo tunamuomba sasa waziri, Mheshimiwa Waziri, tusilaze damu tu, hawa wananchi wakalipwe hiyo fidia yao. Fidia yao tayari imeshahakikiwa na wizara yako pamoja na wakishirikiana na Wizara ya Fedha. Ni fidia ambayo ni kama shilingi bilioni 7.6, sio fedha nyingi. Naamini kwamba wanaenda kulipwa kwa sababu kusema kweli wanasononeka, licha ya kwamba tumefaidi, Rombo wamefaidi, tunataka wafaidi umeme huo, lakini wao wanaona kwamba wana haki, na kila serikali na hiyo sera ya kulipa fidia bila kuchelewa.
Mheshimiwa mwenyekiti, ninataka niseme hivi, kwa vile nazungumza mambo ya fidia na huyu ni waziri, naibu waziri mkuu, naomba nimbebeshe pia ambalo sio la kwake kabisa. Kuna fidia pia ya wananchi wa pale Gona na njia panda wamepisha ujenzi wa kituo cha kukagulia mizigo cha pamoja, kituo one stop center ya kukagulia mizigo pale kwenye maeneo ya Gona na njia panda, na wengine kule Mabungo ambao nao wamempisha ujenzi wa kituo kama hicho. Kwa hiyo tunaomba kwamba Mheshimiwa naibu waziri mkuu nisaidie kusukuma hiyo, kwa sababu iko Wizara ya Fedha na TANROADS, lakini kweli ni toka mwaka wa 2013 wanapeleka madai yao haya na bado hawajapata kitu. Naomba Mheshimiwa utusaidie kwenye hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Kimei, muda hii ni kengele ya pili. Kwa naomba. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono hoja ya. Asante sana. Wizara ya Nishati. Nimwite sasa Mheshimiwa Ndaisaba Ruhoro, atafuatiwa na Mheshimiwa Juliana Masaburi. Mheshimiwa Daktari Christine Shangoma aliandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Nishati. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nianze kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais ambaye amejipambanua nchi hii kwa kuhakikisha fedha zinapelekwa vijijini kwenda kutatua matatizo ya wananchi. Ni Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amehakikisha huduma ya majiko ya gesi inaanza kusambazwa vijijini. Ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amehakikisha katika kipindi kifupi vijiji vyote vya Tanzania vinapata miundombinu ya umeme, na rais huyu amehakikisha hata bwawa la kufua umeme la Rusumo lililopo kwenye jimbo la Ngara nalo linajengwa, linakamilika. Kila Mtanzania anasema Rais Samia mitano tena. Mitano tena ya Rais Samia haijaja hivi hivi. Ni kwa sababu rais huyu amegusa maisha wa Tanzania. Si tu amepeleka nuru ya mwanga wa umeme vijijini, ni kwa sababu Rais Samia ameondoa vibatari vijijini, kwa sababu wananchi ambao walikuwa hawana umeme wamekuwa wakiendelea kutumia vibatari hasa kwenye vijiji, na sasa jambo hilo Rais Samia ameliondoa. Lakini hata wale wanaosema no reform no election, wale wengine wa mlengo wa kushoto, na wenyewe kimya kimya wanakubaliana nami kwamba Rais Samia mitano tena, hata kama wanaisema kimoyomoyo. Mimi na wananchi wa jimbo la Ngara tunaendelea kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuchapa kazi. Tunamwombea afya njema ili aweze kuendelea kuwatumikia Watanzania. Vile vile naomba nimpongeze Naibu Waziri Mkuu ndugu yangu Daktari Doto Mashaka Biteko, wewe pamoja na viongozi wenzako wa Wizara ya Nishati kwa kuweza kuelewa na kutafsiri vizuri maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye wizara hii ya nishati. Hakika katika kipindi chako Daktari Doto Mashaka Biteko tumejifunza funzo moja la tofauti kati ya kukatika kwa umeme na kukatika katika kwa umeme. Mheshimiwa mwenyekiti, huko nyuma ulikuwa unashangaa huku naangalia mpira umeme unakatika.
wananchi wako kwenye shughuli zao, umeme unakatika. Lakini sasa hivi tumeshuhudia maboresho makubwa kwenye wizara hii ya nishati, hasa upande wa TANESCO, ambapo umeme unapotaka kukatwa wamejitahidi, wateja wanapewa taarifa mapema, mwenye kujiandaa anafanya maandalizi, na taarifa za kisasa zimeboreshwa katika kiwango ambacho wanawaeleza Watanzania kwamba umeme utakatika muda kadhaa na matarajio ya huduma ya umeme kurudi ni muda kadhaa. Hivyo Watanzania wanaweza kujipanga, wale wanaomiliki mitambo ya kuzalisha kwa kutumia umeme wanaweza kujipanga na kufanya shughuli zao. Hakika Daktari Doto Mashaka Biteko umeboresha huduma ya customer care baina ya TANESCO na wananchi. Hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko, wewe na wenzako kwa kazi nzuri. Na huko tunakoelekea tutajifunza funzo lingine, tutakuja kujifunza tofauti ya kukatika na kutokatika kwa umeme. Tunafahamu maendeleo ni hatua, na hatua moja huanzisha hatua nyingine. Kazi yenu mmeifanya vizuri, hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko. Na nielekeze mchango wangu kwanza kwenye eneo la kuongeza matumizi ya umeme vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunashukuru na kupongeza serikali kufikisha miundombinu ya umeme kwenye kila makao makuu ya kijiji, bado mahitaji ya umeme ni makubwa kuliko kipindi chochote kile. Wananchi kwenye vitongoji wanasubiria kupata umeme na kiu yao ni kubwa. Ninaomba maboresho ya kuongeza matumizi ya umeme kwenye vitongoji yaanze mara moja, hasa kwenye mwaka huu wa fedha wa 2025-2026. Malengo mapana iwe ni kuhakikisha tunawapelekea wananchi kwenye vitongoji umeme, ili napofika mwaka 2030 asilimia kubwa ya wananchi kwenye vitongoji vya Tanzania wawe wamepata nishati ya umeme. Maboresho mengine kwenye kuongeza tija na matumizi ya umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Kuna hizi transformer ambazo zimewekwa zenye kVA 50. Kusemesha ukweli, mpenzi wa Mungu, hizi transformer uwezo wake ni mdogo. Lazima nikiri na niseme kwamba uwezo ni mdogo, kwa sababu tumekuwa tukiwalaumu LEA na TANESCO ni kwa nini wananchi hawapewi huduma ya umeme. Yamkini ni kwa sababu hofu yao ni kwamba wataongeza lodi ya umeme, matokeo yake transformer zitashindwa kuhimili mahitaji ya umeme ya wananchi. Ombi langu na ushauri wangu kwa Wizara ya Nishati na TANESCO, tunaomba muanze sasa kutufungia transformer zenye umeme zenye ukubwa wa kVA 100 hadi kVA 200. Hii inaenda kusaidia wananchi wengi kuweza kuunganishwa kwenye huduma ya umeme. Katika kuongeza matumizi ya umeme, ninaomba wizara hii ya nishati na TANESCO pamoja na LEA muweze kuanza kupushi mitungi ya gesi inayoendana sambamba na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi. Hii itawasaidia wananchi. Wakati mwananchi anasubiria kwenda kununua mtungi wa gesi, aweze kuunganisha jiko lake la kupikia kwa umeme na umeme uliopelekwa majumbani. Umeme mpaka sasa hivi matumizi yake ukienda vijijini, kwa sehemu kubwa wanatumia kwa ajili ya mwanga na sehemu kidogo wanatumia kwa ajili ya viwanda. Sasa tuwasaidie kupushi ajenda hii, tusiishie tu kusambaza mitungi ya gesi. Ndugu zangu wa LEA, tusambaze mitungi ya gesi inayoendana na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi, na hata ikiwezekana kwa kutumia makaa. Kama jiko hilo unaweza kuweka makaa likapika, tutafurahia kupata teknolojia hiyo. Katika kuendeleza matumizi ya umeme vijijini, ninashauri Wizara ya Nishati muanze kupushi ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa vya kielektroniki vinavyotumika jikoni na sebuleni. Hapa ninazungumza matumizi ya TV,
majiko ya umeme, blender za kusagia juisi na vitu vingine. Watanzania tunapowapelekea umeme vijijini, tuwasaidie na kupata vifaa vinavyotumia huo umeme ili kuendeleza kurahisisha maisha yao. Tunawaomba Wizara ya Nishati, pushini ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa hivi ili Watanzania waweze kuvipata kwa pesa kidogo ambayo wanaweza kuhimili. Nina uhakika jambo hili Daktari Doto Mashaka Biteko unaliweza, na wale wanaokuongelesha wakuache, tuko tunazungumza na wewe. Tunaamini jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, unatusaidia katika eneo hilo. Tunakuomba Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko utusaidie kupushi hii ajenda, Watanzania waweze kupata access ya vifaa vinavyotumia umeme ambavyo kodi yake imepunguzwa ili kuwe na mantiki ya kupeleka umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Eneo lingine nalotaka kuzungumzia ni namna gani TANESCO na REA wanajipanga kurejesha huduma ya umeme inapotokea umeme umekatika ama inapotokea miundombinu ya umeme imeungua. Hivi ninavyosimama hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina vijiji 5 ambavyo transformer zimeungua na wananchi wanasubiria huduma ya umeme kwa muda mrefu. Tumeendelea kuwatafuta TANESCO, TANESCO wanarudisha mpira kwa REA, REA inarudisha mpira kwa mkandarasi. Hivi ninavyozungumza, vijiji vya Mkalinzi, Kititiza, Mkubu, Mumiramira na Mganza, wananchi hawa transformer zimekatika muda mrefu, zimeungua, wananchi hawana huduma ya umeme. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja kuhitimisha hoja hii, uje na majibu, uje na suruhu, ili na mimi niweze kukubaliana, nisiweze kuweka pingamizi kwenye bajeti hii. Uje na suruhu ni lini wananchi wangu hawa watapata huduma ya umeme ambayo imekatika. Mheshimiwa, nilikuwa nangoja umalizie, naona humalizi, muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, ninaunga mkono hoja. Asante. Asante sana. Nimwite sasa Mheshimiwa Juliana Shonza. Nisema Masaburi atakuwa ni Mheshimiwa Juliana Shonza. Atafuatiwa na Mheshimiwa Daktari Christine Gabriel Shengoma. Mheshimiwa Tumaini Bryson Magesa ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nishukuru pia kwa kupata nafasi hii niweze kutoa mchango wangu kwenye wizara hii ya nishati. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati ambaye pia naibu waziri mkuu pamoja na naibu waziri wake kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Kwanza katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kuweza kutimiza adhima yake ya kuhakikisha kwamba anasambaza umeme kwenye vijiji na vitongoji vyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkoa wangu wa Songwe sisi tunavyo vitongoji 307. Katika vitongoji vyote 307, vitongoji vyote tayari vimeshafikishiwa umeme. Tunavyo vijiji viko 307, kitu hapo vitongoji 1489. Katika hivyo vitongoji 1489 tayari umeme umeshafikishwa katika vitongoji 749 na sasa hivi vimebakia vitongoji 740. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hivyo vitongoji 740 tayari katika awamu hii nyingine tumepata vitongoji 540, ambapo hivyo vitongoji 540 wilaya ya Ileje imepata vitongoji 107, wilaya ya Momba imepata vitongoji 161, wilaya ya Songwe imepata vitongoji 74, lakini pia wilaya ya Mbozi imepata vitongoji 205. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi letu sisi kama wananchi wa mkoa wa Songwe, tunatamani kwamba hivi vitongoji ambavyo tumevipata 540, kazi hiyo iweze kukamilika kwa wakati ili wananchi hawa waweze kupata umeme. Lakini vile vile vitongoji 200 ambavyo bado vitakuwa havijabaki kuweza kupatiwa umeme, tunaamini kwamba vitongoji hivi vingine 540 vitakavyokamilika, basi wananchi hawa ambao wanakaa katika vitongoji hivi 200 nao waweze kufikishiwa umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nizungumzie hali ya upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka mingi sana hali ya upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Songwe imekuwa sio ya kuridhisha. Tumekuwa na changamoto ya muda mrefu ya katika kwa umeme. Na changamoto hiyo inatokana na kwamba mkoa wa Songwe tumekuwa tukitegemea station ya umeme kutoka Mwakibete Mbeya.
Kwa hiyo kwa miaka mingi sisi wabunge tulikuwa tukiomba kwamba na sisi tuweze kupatiwa stesheni yetu ndani ya mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana jitihada mbalimbali za serikali ambazo zimefanywa, zimesaidia sana kuweza kupunguza tatizo la ukatika umeme katika mkoa wa Songwe. Na mimi kama mbunge nikiri tu kwamba sasa hivi angalau sasa tunaona kwamba hali kidogo imetengemaa tofauti na ilivyokuwa zamani. Tunapenda kumshukuru sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya mkoa wa Songwe, lakini vile vile kwa kuunganisha mkoa wetu wa Songwe katika gridi ya taifa ambayo laini yake inatoka Iringa, inakuja Mbeya, inapita Songwe, ikitoka Songwe inaenda Sumbawanga, inaenda mpaka Zambia. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tayari ndani ya mkoa wetu wa Songwe Mheshimiwa Rais ameanza mradi wa kujenga kituo cha kupoza umeme katika kata ya Nkangamo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hicho cha kupoza umeme katika kata ya Nkangamo kitagharimu zaidi ya bilioni 250. Na tayari mradi huo tangia uanze kutekelezwa mwaka jana mwezi wa 5, tunatarajia kwamba utakamilika mwakani mwezi wa 5 mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni matarajio yetu sisi kama wananchi wa mkoa wa Songwe kwamba mradi huo utakapokamilika kwa kiasi kikubwa sana utasaidia kuweza kumaliza tatizo la kukatika kwa umeme ndani ya mkoa wa Songwe. Lakini tunafahamu kwamba mradi huo utakapokamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti, utasaidia sana kuweza kuchochea ukuaji wa kiuchumi, lakini na shughuli vile vile za kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu kwamba mkoa wa Songwe ni mkoa ambao upo kwenye lango la SADC. Kwa hiyo ni mkoa ambao ni wa kimkakati. Tutakapokuwa na umeme wa uhakika ndani ya mkoa wetu wa Songwe, tafsiri yake ni kwamba tutaweza pia kuweza kuvutia wawekezaji wengi kuja kuwekeza na kufungua viwanda ndani ya mkoa wa Songwe, na hatimaye mkoa wetu wa Songwe utapata maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri ameshakuja mara kadhaa ndani ya mkoa wetu wa Songwe, lakini vile vile amekuwa akijibu maswali kwamba lini kituo hicho kitaweza kukamilika. Na mimi kama mbunge juzi nilipita pale nikakuta tayari tumefikia kwenye utekelezaji wa 18%. Tunaweza tukajiuliza Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba ndani ya mwaka mmoja tumefikia utekelezaji wa 18%. Tafsiri yake ni kwamba umebakia mwaka mmoja tu ili mradi huo uweze kukamilika. Je, ndani ya mwaka mmoja 82% ambazo zimebaki zitakuwa zimekamilika? Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, tunaomba uweze kufika ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Tumekuona umetembelea kwenye vituo vya kupoza umeme pale Ulambo pamoja na Kidatu. Na sisi wananchi wa mkoa wa Songwe tunatamani uweze kufika ndani ya mkoa wa Songwe ili uweze kutembelea kituo chetu cha kupoza umeme pale Nkangamo ili tuweze kujua kwa nini kasi ya ukamilikaji wa kile kituo ni ndogo. Kwa sababu wananchi wa mkoa wa Songwe tunatamani hata ikiwezekana, pamoja na kwamba mradi inabidi ukamilike mwezi wa 5 mwaka 2026, tunatamani kwamba mradi huo ikiwezekana uweze kukamilika kabla ya muda huo, kwa sababu tumeshuhudia pia kwenye miradi mingine imeweza kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Nishati, wananchi wa mkoa wa Songwe wanakusubiri sana Songwe ili kwa pamoja tuweze kujua ni nini ambacho kinasababisha kwamba mradi huo unaenda taratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka pia nizungumzie hali ya utendaji wa shirika la TANESCO ndani ya mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba mkoa wa Songwe ni mpya. Jiografia ya mkoa wetu haijakaa vizuri. Jiografia sisi ni ya milima na 1% kubwa ni maeneo ambayo ni ya vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji wa shirika la TANESCO ndani ya mkoa wa Songwe wanapata shida sana kutokana na kwamba hawana vifaa vya kutosha, hususan magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, TANESCO mkoa ndani ya mkoa wa Songwe wanayo magari mawili tu, ambayo hayo magari mawili ndiyo ambayo yanatumika kwenye wilaya ya Mbozi. Lakini ukienda kwenye wilaya ya Momba ambayo ni lango la SADC, hakuna gari hata moja. Hivyo inapelekea pale ambapo inatokea changamoto, labda transformer imeharibika au nguzo zimeanguka, wananchi wanachelewa sana kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda kwenye wilaya ya Ileje, huko nyuma tulikuwa tuna gari moja, lakini tangia ile gari imepata ajali mpaka sasa hivi bado hatuna gari lolote ndani ya wilaya ya Ileje. Zinapotokea itilafu inawalazimu kwenda kuazima magari, kitu ambacho ni gharama sana. Ukienda kwenye wilaya Songwe ambayo ndio wilaya ambayo ni ya kichimbaji, kule sisi tunachimba dhahabu, lakini bado TANESCO ndani ya wilaya ya Songwe hawana gari. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe Mheshimiwa Waziri, sisi tunafahamu kwamba wewe ni mchapakazi na wananchi wa mkoa wa Songwe wana imani kubwa sana na utendaji kazi wako, kwa sababu tumekuwa tukikuona mara kwa mara ukichukulia hatua na kufanyia kazi mambo mengi ambayo wabunge wamekuwa wakiyasema ndani ya bunge hili. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, katika bajeti hii najua kwamba mnayo bajeti ya kununua magari.
miongoni mwa wale magari ambayo mmeyapanga kwenda kuyagawa kwenye mikoa mingine, mimi niombe mkoa wetu wa Songwe upate kipaumbele, kwa sababu kwanza ni mkoa ambao ni mpya, lakini jiografia yetu sisi ni mbaya, ili basi changamoto ambazo zinazotokea wananchi wale waweze kupata huduma kwa haraka kama ambavyo inavyotakiwa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa nafasi. Asante. Asante sana, nakushukuru sana kwa kutunza muda. Nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Christine Shengoma, atafuatiwa na Mheshimiwa Tumaini Magesa. Mheshimiwa Edward Ole Kaita alijiandaa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipatia nafasi na nguvu na afya kusimama kwenye bunge lako tukufu siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda sana kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye wizara hii kwa kuwapa fedha, kwa kuhakikisha kuwa umeme unawaka na watu wanapata umeme wa kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana kumpongeza Mheshimiwa Dr. Biteko ambaye naibu waziri na waziri wa nishati kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye sekta hii ya umeme, kuwa wananchi wengi wamepata umeme wa kutosha. Mheshimiwa, pia namshukuru naibu wake Judith Kapinga, katibu mkuu, manaibu na wizara yote kwa ujumla, pamoja na kamati ambayo inashughulikia jambo hili la nishati, na wapa pongezi kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kuchangia pia kwa kuhusu bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linatoa umeme wa maji. Kweli tunashukuru sana Mheshimiwa Dr. Biteko, umefanya kazi pamoja na naibu wake, kwa sababu sasa hivi mitambo yote 9 imekamilika, umeme unaingizwa kwenye gridi, na hivyo umeme umeongezeka mpaka 4,000 kiasi